ambao wenyewe wanapinga hatua ya serikali kutaka kuwasilisha na kujadili mswada wa sheria ya kupata habari katika kikao cha bunge kinachoendelea Dodoma, ambao unadaiwa una mapungufu makubwa yanayouminya uhuru wa vyombo vya habari. Victoria Robert ana undani wa taarifa hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa wamiliki wa vyombo vya habari nchini MOAT Dr. Reginald Mengi amesema mswada huo una vipengele vingi ambavyo vimenyima uhuru wa kupata habari, huku akitoa mfano mmoja ya vipengele kinachokataza mwandishi wa habari za uchunguzi kutokutoa taarifa anazozipata kwa umma wa kuweka vikwazo vingi vya kisheria, huku pia akitoa adhabu ya kifungo bila faini yoyote kwa kosa la kukeuka kipengele hicho. Mjini Dodoma, wadau wa habari wakiwemo Jukwaa la Wahariri, Baraza la Habari Tanzania na wadau wengine waliokuwa na kikao na kamati ya kudumu ya Bunge ya Maendeleo ya Jamii cha kujadili namna ya kufikia muafaka, kubwa likiwa ni kusihi serikali kusitisha kupeleka bungeni mswada huo wa sheria ya kupata habari mpaka baada ya majadiliano kati yao na serikali na wadau hao wa habari. Unapopokonya uhuru wa kupata habari na kutoa habari, ni kwamba hukutendea wananchi kwa ujumla wao haki, kwamba wasitishe kupeleka mswada huu bungeni, kwa sababu mswada huu ambao ni mbaya utazaa sheria mbaya, bad law. Kwa hiyo ningependa sisi kama wadau tuisihi serikali isifanye haraka kupeleka mswada huu, kwa sababu unahitaji kuangaliwa upya. Ningeomba watafakari, kwa sababu mswada huu ni retrogressive, unaturudisha nyuma kama taifa. Kwenye international standards inasema taasisi binafsi itawajibika tu kutoa taarifa endapo inapokea ruzuku kutoka serikali. Sasa kama mtu apokee ruzuku alafu unamlazimisha aongee hivyo vitu, kwa hiyo hapo tayari haki ya vyombo vya habari kufanya utafiti na kutoa matokeo ya utafiti tayari yamekuwa compromised. Watu wengi kusema ule ukweli itakuwa ni vigumu kwa kuogopa kwenda jela. Alafu labda mwanasheria utusaidie, maana mimi kidogo sijasoma sheria. Kutoa adhabu bila kutoa uwezekano wa kutoa pigwa faini mwandishi tunaiunani katika mfumo wa sheria. Alafu pia kutoa adhabu isiyokuwa na ukomo, manake watu wanaweza katafsiri mtu akajiongezea tu anapotaka. Manake kama kutoa ukomo wa adhabu itakuwa ni labda ni miaka mitano. Baadhi ya sheria zinazolalamikiwa pia na wadau wa habari kunyimwa uhuru wa habari ni pamoja na ile sheria ya makosa kimtandao na sheria ya takwimu. Kutoka Dar es Salaam, Victoria Robert, Channel 10.